kufuatia shambulizi la kombora la Iran mapema leo Jumatatu katika mji wa Petah Tikva. Waziri wa usalama wa taifa wa Israel, Itamar Ben-Gvir, ametangaza hatua kali dhidi ya vyombo vya habari vya kigeni na watu wanaoonyesha furaha kwa mashambulizi ya Iran. Akiwa katika eneo la tukio, Ben-Gvir ameyashutumu mashirika ya habari ya kimataifa kwa kurusha taarifa zinazoonyesha maeneo halisi ya makombora kutua, jambo ambalo alisema linahatarisha usalama wa taifa kwa kuwasaidia waendeshaji wa mashambulizi kulenga kwa usahihi zaidi. Matangazo ya moja kwa moja yanayoonyesha mahali hasa ambapo makombora yameangukia ni tishio kwa usalama wa taifa, alisema, na kuongeza kuwa hatua kali zitachukuliwa kwa yoyote atakayekiuka. Ofisi ya Ben-Gvir ilisema kuwa maofisa wa polisi na wizara ya mawasiliano walipelekwa kuchunguza kile kilichodhaniwa kuwa ni matangazo ya Al Jazeera katika eneo la Haifa, ambapo Iran imelenga maeneo nyeti. Hata hivyo, uchunguzi ulibaini kuwa wapiga picha na waandishi waliokuwepo hawakuwa wa Al Jazeera wala Al Mayadin, bali ni mashirika mengine habari ya kimataifa ambayo hayaruhusiwi tu ikiwa yatakiuka kanuni za udhibiti wa habari. Israel tayari ilikuwa imepiga marufuku mashirika ya Al Jazeera na Al Mayadin baada ya mashambulizi ya Hamas ya Oktoba 7 mwaka 2023 kwa sababu za kiusalama. Ben-Gvir pia ametangaza sera ya kutovumilia kabisa watu wanaosherehekea mashambulizi ya Iran. Polisi tayari wamewakamata watu kadhaa, alisema, huku akiongeza kuwa hata magereza yamechukua hatua kwa wafungwa waliokuwa wakifurahia mashambulizi hayo. Kumsaidia Iran ni kusaidia ugaidi, na wanaosaidia ugaidi wanapaswa kufungwa, alisisitiza. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi Israel Katz amesema kuwa Israel haina nia ya kuwaumiza moja kwa moja raia wa Tehran, licha ya kauli yake awali kuwa wakazi wa mji huo watalipa gharama kwa mashambulizi ya Iran dhidi ya maeneo ya kiraia nchini Israel ambayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 20. Nataka kufafanua jambo moja. Hakuna nia ya kuwaumiza raia wa Tehran kimwili kama anavyofanya dikteta muuaji kwa raia wa Israel, alisema. Wakazi wa Tehran watalazimika kuondoka kwenye maeneo ambayo ni lazima yashambuliwe kwa sababu ya kuwa sehemu ya utawala au miundombinu ya usalama wa Iran. Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.